Bwana ndugu yangu, nikukaribishe kwenye hii sehemu ya 17, mzigo mtamu wa kuitwa Sweet Love. Bwana hiki kigongo ni hatari mtu wangu, asikwambie mtu. Sasa nisizungumze sana. Katika sehemu ya 16 tulishia pale ambapo Eliana alikuwa na wahi hospitalini, na tukumbuke huko hospitalini ni Victor ndiye ambaye amelazwa. Na amelazwa kwa sababu gani? Victor amenyweshwa sumu. Swali ni je, sumu hii kamnywesha nani? Sumu hii kapatiwa na nani? Nani yuko nyuma ya huu mchezo Victor kupatiwa sumu? Yote kwa yote tutajua katika hii sehemu ya 17. Bwana karibu sana katika huu mzigo uliotayarishwa na kuandaliwa na Said JR. Mimi naitwa Uncle J Masimulizi. Niko hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ninakupa hii burudani ya Sweet Love mwanzo mpaka mwisho. Bwana karibu tukajue nani aliyempatia sumu Victor. Msikilizaji, ndani ya jumba la Victor, Eliana alionekana kuwa ni mwenye mawazo tokea tukio hilo la ajabu litokee. Hata aliporuhusiwa kutoka hospitalini bado mawazo yake na akili yake vyote vilikuwa kwa Victor. Kila alipotazama picha alizopiga na Victor ile siku ya maonyesho, roho yake ilikuwa ikimuuma sana, akihisi labda yeye ndo alikuwa chanzo cha janga hilo lote kutokea. Ndani ya jumba hilo la kifahari, sasa alikuwa amebaki mwenyewe na wafanyakazi wake tu. Haikueleweka Hafsa alipotelea wapi, kwani tokea ile siku Victor alipomwacha kwenye ule ukumbi wa maonyesho, Hafsa hakurudi tena nyumbani kwa Victor. Eliana akiwa amejinamia sebleni, huku akiwa na mawazo lukuki, mama yake mzazi pamoja na msaidizi wake Grace waliokuwa wametokea nchini Tanzania walifika. Eliana alipomwona mama yake alimkimbilia na kumkumbatia kwa hisia kali sana, huku kilio cha uchungu kikifuatia kwa nyuma. Mama yake alijitahidi sana kumtuliza, huku akimpa moyo ya kuwa Victor atapona, lakini pia hao waliofanya hivyo lazima watakamatwa tu. Msikilizaji, hapakuwa na maongezi mengine zaidi ya kupeana pole za hapa na pale. Msikilizaji, wakati hilo likiendelea, alikuja house girl mmoja na kusema ya kuwa hospitali wamepiga simu na kusema kwamba wanaweza kwenda kumwona Victor, ingawa bado hajarejesha fahamu zake. Eliana na mama yake hawakutaka kupoteza hata sekunde moja. Haraka sana wakiwa na Grace, msaidizi wa Eliana, walielekea huko hospitalini. Naam, walipofika hospitalini, daktari alianza kumruhusu Eliana apate ruhusa ya kumtembelea mumewe, hatua ambayo ilimfanya moyo wake utikisike kwa huzuni isiyoelezeka. Alipofika kwenye wodi ya Victor, miondoko ya watu waliokuwa karibu na mumewe ilimfanya ajisikie vibaya zaidi. Victor maskini ya Mungu alikuwa amelala, macho yake yakiwa yamefungwa, lakini hakuonekana kama vile anajua chochote kilichokuwa kinaendelea. Uso wake ulikuwa ni mchovu, mwepesi na kuashiria maumivu makali alikuwa anayopitia. Hali hiyo ilisababisha moyo wa Eliana kuanguka. Macho yake yalijaa machozi ya huzuni. Aliweka mkono polepole juu ya kitanda cha Victor, akamshika kidole kidogo kama kujaribu kumpa nguvu kwa njia isiyo ya kawaida. Alijua ya kuwa Victor alikuwa amepitia mengi. Pigo hili la sumu lilimpelekea kupoteza fahamu na nguvu zake zote. Ilimfanya Eliana kutafakari maisha yao yote. Alijikumbusha siku walipokuwa pamoja wakifunga pingu za maisha, na sasa hali ilikuwa ni tofauti kabisa. Kwa sauti ya chini na macho yaliyojaa machozi, Eliana alijaribu kuzungumza. Victor, nataka ujue, najuta kwa kila kilichotokea. Najua tumepitia majaribu makubwa, lakini bado mimi ni mpenzi wako. Nataka ufurahie. Nataka ujipe nguvu. Nakuhitaji sana Victor. Bado nakupenda Victor. Hata kama ulikuwa hunitaki, lakini bado nakupenda. Mungu ni shahidi yangu. Sijawahi kuomba uwe katika hali hii mume wangu. Amka. Amka Victor wangu. Hata hivyo, maneno hayo yalielea tu hewani. Victor hakutoa ishara yoyote ya kujibu. Hali hiyo ilizidisha huzuni kwa Eliana.
Alikumbuka jinsi alivyokuwa na wakati mzuri na Victor siku ile ya maonyesho, lakini sasa kila kitu kilikuwa kimebadilika. Eliana alijikuta kichoka kimawazo. Alijua kuwa Victor alikuwa hawezi kujibu wala kuelewa kwa sasa. Alijua hilo. Alipiga magoti kando ya kitanda. Alimkumbatia kwa uchungu, macho yake kimwagika machozi kwa mara nyingine. Alisimama kidogo na kutazama dirisha la wodi. Anga lilikuwa la giza, lakini alitambua kuwa hata giza halikuwa na nguvu ya kuzuia mwanga wa matumaini. Ingawa mumewe alikuwa na maumivu makubwa, moyo wake ulitamani kumsaidia, kumtia nguvu na kushikilia imani ya kuwa siku moja Victor atarejea. Aliweka mkono wake kwenye paji lake la uso, akajikumbusha kuwa maisha yamejaa changamoto na anahitaji kuwa imara, sio kwa ajili yake tu, bali kwa ajili ya familia yao. Eliana aliamua kuwa hofu na huzuni zitaendelea kuwepo, lakini lazima apewe nguvu na kuendelea kuishi na matumaini ya siku mpya. Alipokuwa akifikiria hayo yote, Eliana, nesi mmoja alipita karibu naye na kumweleza kwamba muda wake wa ziara ulikuwa umekwisha. Lakini Eliana hakuwa na uwezo wa kuzungumza zaidi. Kwa hisia zote zilizomzingira, alihisi kuna sauti ya ndani inayomwambia kwamba hatakiwi kukata tamaa. Aliondoka pole pole kutoka wodini, akiwa na shukrani ya fursa ya kuwa karibu na mume wake, ingawa kwa muda mfupi. Huzuni ilikuwa ndani yake, lakini imani ya kuwa bado kuna tumaini ilikuwa imejaa kwenye moyo wake. Alipotoka wodini, mama yake mzazi aliingia, na hapo ndipo alipopata fursa ya kuongea na msaidizi wake Gracie. Eliana, hebu niambie, imekuwaje? Hili limetokea vipi? Gracie alianza kwa sauti ya upole, akiangalia uso wa Eliana kwa umakini. Eliana alisimama kwa nguvu za kutosha, macho yake kiramba machozi ambayo yalikuwa kianguka kwa ukimya, na kisha alichukua pumzi ndefu kabla kuanza kuzungumza. Gracie, kila kitu kimebadilika. Tangu tulipoanza safari yetu ya Scotland, maisha yalibadilika kabisa. Victor amenifanya kitu kibaya sana. Kitu gani hicho? Eliana alimwa kumweleza Gracie kila kitu. Alimweleza namna hasa alivyojitokeza ndani ya ndege na mpaka kuja huko Scotland kama mpenzi wa Victor, tena mbele yake kabisa akishuhudia. Gracie alijihisi kupata ganzi mwili mzima. Alimuonea sana huruma bosi wake kwa kile kilichomtokea, na kisha Gracie akasema, na Hafsa, je, una habari zozote za mahali alipo? Eliana alikaa kimya kwa sekunde chache na kisha kajibu kwa sauti ya chini, kiukweli sijui chochote kuhusu Hafsa. Kwa kweli siwezi kusema hata neno kuhusu mahali alipo sasa. Lakini kama unavyosema, ni bora awe ameondoka yeye mwenyewe. Kwa kile kilichomtokea Victor na jinsi ninavyomchukia, kama angekuwepo pengine muda huu, ningekuwa niko gerezani kwa kifo chake. Gracie alijitahidi kutulia na kuendelea kuhoji. Pole sana bosi. Sasa una mpango gani? Hapo Eliana alitulia na kuangalia uso wa Gracie kwa macho yaliyomwagika. Najua ya sio maisha niliyoyapenda au maisha niliyoyatarajia, so haya. Lakini lazima nifanikiwe. Lazima niishi kwa ajili yangu, kwa ajili ya haki yangu ya kuwa mke wa Victor. Hata kama mambo haendi vizuri sasa, sitakubali kuanguka bila kupigana. Gracie alimshika bega Eliana na kisha akamwambia, Eliana, mimi nakuunga mkono. Hatuwezi kuacha hili bila kutafuta suluhisho. Eliana, tafadhali ujitunze. Tutaendelea kuwa pamoja kwenye kila hatua, lakini lazima uepuke hatari zozote na uwe makini na kila hatua unayotaka kuichukua. Gracie, nashukuru kwa maneno yako ya faraja. Nataka kuishi na imani ya kwamba siku moja tutapata amani. Lakini mpaka wakati huo,
lazima niwe tayari kukabiliana na kila changamoto. Kwa sasa nafanya kila niwezalo kuhakikisha Victor anapona, hata kama hilo linamaanisha kuachana na kila kitu kibaya kilichotokea. Grace alifurahi kwa uamuzi wa Eliana. Eliana, nafahamu utafanya hivyo na mimi nitakuwa hapa kila wakati kushikilia mkono wako. Eliana alicheka kidogo, macho yake yakibadilika kutoka huzuni hadi matumaini. Asante Grace. Asante kwa kuwa rafiki yangu na kuwa nami kila wakati huu mgumu. Grace aliondoka kwa ahadi ya kumsapoti Eliana katika kila giza la maisha analopitia. Eliana alijisikia kuwa na nguvu zaidi sasa, lakini moyo wake bado ulikuwa ni mzito kwa sababu Hafsa bado alikuwa mahali pasipo na jibu. Haijulikani Hafsa yuko wapi, na hali ya Victor haikuonyesha dalili ya kurudi kawaida. Katika ukimya ndani ya chumba cha hospitali, Eliana alijikumbusha ahadi yake ya kuendelea kuishi kwa nguvu kwa ajili ya familia, kwa ajili ya haki yake na kwa ajili ya matumaini ya siku bora zinazokuja. Msikilizaji, kwa kuwa Victor alihitaji matibabu ya kibingwa, ililazimu wazazi wake wamwache pale pale Scotland katika moja hospitali kubwa kabisa kimataifa. Eliana naye hakuwa na namna nyingi zaidi ya kusalia hapo akifuatilia hali ya afya mumewe. Kwa kuwa hakutaka kuongezea wazazi wake msongamano wa mawazo, hakuweza kuwaambia kile ambacho Victor alikuwa akimfanyia. Ingawa ripoti za polisi zilitaja jina la Hafsa pamoja na baadhi ya picha zikimuonesha Hafsa akiwa na Victor pale Scotland, bado Eliana aliweka shinikizo kubwa kwamba hapakuwa na uhusiano wowote ule kati ya Hafsa na Victor. Lengo lake Eliana ilikuwa ni kulinda heshima ya ndoa yake na familia yake, kitu ambacho Victor hakuona kama kina umuhimu wowote ule. Upelelezi uliendelea hatua kwa hatua. Polisi wa Scotland wakishirikiana na wawakilishi kutoka Tanzania waliendelea kufuatilia ili kubaini ni nani aliyempatia sumu Victor. Lakini bado majibu ya kitendawili hicho yalikuwa ni magumu. Kibaya zaidi, hata Hafsa naye alikuwa ametoweka, haikujulikana kama yuko hai au la. Siku ziliendelea kusonga mbele. Hatimaye mwezi mmoja ukapita huku Victor bado akiwekwa kitandani nusu mfu nusu uhai. Haikujulikana ni lini pengine Victor anaweza walau kuzinduka tu kutoka kwenye usingizi huo mzito wa koma. Kila siku mkewe ambaye ni Eliana ilikuwa ni lazima afike pale hospitalini kumwona mumewe. Eliana hakuacha maombi hata kidogo, kwani alielewa kuwa hiyo ndo ilikuwa njia pekee ya kumponya mumewe. Siku moja, majira ya mchana, akiwa ametulia kwenye bustani za hospitali, jua la mchana lilikuwa linang'aa kwa upole, likitupa mwanga wa dhahabu juu ya majani yaliyosheheni kijani kibichi kwenye bustani ya hospitali ya kimataifa. Harufu safi ya maua mapya ilijichanganya na upepo mwanana uliopuliza taratibu kabisa, ukichezea nywele ndefu za Eliana. Eliana alikaa kwenye benchi lililokuwa katikati ya bustani, akiwa amevalia sweta la rangi ya cream na suruali nyepesi. Miguu yake ilikuwa imekunjwa kando, macho yake yakiangalia mbali kana kwamba yalikuwa yanaona zaidi ya upeo wa macho. Kwenye uso wake Eliana kulikuwa kuna alama za uchovu wa kiroho na kimwili, macho yaliyokuwa na madoa ya kutoa machozi mara nyingi. Lakini nyuma ya uchovu huo kulikuwa kuna cheche ndogo za matumaini. Kwa mwezi sasa alikuwa akipita kila asubuhi na jioni hapo hospitalini akimwona Victor amepoteza fahamu, huku akiwa anamwambia maneno ambayo hakujua kama Victor aliweza kuyasikia au la. Eliana alikuwa ameishi kwa maombi na subira. Kila siku alipigana na hofu isiyoisha ya kwamba huenda asingemwona mume wake akifumbua macho tena. Akiwa amejipoteza kwenye mawazo hayo, Eliana ghafla alisikia sauti nyororo ya nesi mmoja wa kike, sauti ambayo ilimfanya moyo wake kushtuka. Eliana. Nesi yule alipumua kidogo kana kwamba anataka kuhakikisha maneno yatakayotoka yatakuwa ni mepesi kwa masikio yake. Victor ameamka. Kwa sekunde chache dunia ilionekana kama imesimama. Eliana alibaki ameduaa. Alimkodolea macho ule nesi kana kwamba alitaka asikie sentensi hiyo tena, kuhakikisha kwamba haikuwa ni ndoto. Umesema Victor ameamka? Aliuliza kwa sauti iliyotikiswa na hisia, macho yake yakianza kung'aa kwa machozi.
Nesi alitabasamu kwa upole na kisha akamwambia ndio. Victor ameamka. Eliana alijishika kifuani kana kwamba moyo wake ungepasuka kwa furaha isiyoelezeka. Machozi yalianza kumtiririka, si ya huzuni bali ya shukrani na wepesi wa moyo. Aliinua kichwa juu, akafumba macho taratibu na akasema asante Mungu. Asante sana. Alitamka kwa sauti ndogo lakini yenye uzito wa roho iliyopata jibu la maombi yake baada ya mateso marefu. Alijinyanyua kutoka kwenye benchi taratibu, miguu yake Eliana ikitetemeka, si kwa uchovu bali kwa msisimko uliochanganyikana na furaha isiyokuwa na kifani. Kila hatua aliyopiga Eliana kuelekea kwenye mlango wa kuingia hospitalini, alihisi kama moyo wake umechomoka kifuani kwake. Kwenye mawazo yake, picha ya mwezi mzima wa huzuni na hofu zilianza kuzunguka kama sinema kichwani mwake. Siku alizokaa kando ya kitanda chake akimwambia Victor jinsi alivyompenda. Wakati alipofika mlangoni, alisita kwa sekunde moja. Alipumua kwa nguvu Eliana, akifuta machozi haraka kwa viganja vyake, na kisha alivuta pumzi ndefu kana kwamba anajitayarisha kuingia kwenye ukurasa mpya wa maisha yake na Victor. Uso wake ulianza kuangaza kwa tabasamu jipya. Tabasamu la mtu ambaye hatimaye amepata kitu alichokuwa kikisubiri kwa muda mrefu mno. Bila kusema neno, alifungua mlango taratibu, akapiga hatua ya kwanza kuingia ndani ya hospitali. Moyo wake ulipiga kwa kasi ajabu, akijua kwamba baada ya mwezi mzima wa giza alikuwa anakwenda kukutana tena na macho ya mume wake, macho ambayo kwa muda mrefu alihofia huenda hayatamwangalia tena. Alipoingia wodini, alijikuta akitoa macho kwa furaha isiyoelezeka. Ni kweli Victor alikuwa kaamka, ingawa hakuwa na uwezo wa kunyanyua hata mkono wake. Victor alipomwona Eliana, hali haikuwa kama vile Eliana alivyokuwa ametarajia. Victor alihisi kama mapafu yake yalikuwa yameziba na damu yake ikichemka alipomwona Eliana. Eti Eliana akasimama pembeni ya kitanda chake. Victor alimaindi, macho yake yakijaa yale machozi ya kimya kimya ambayo mara nyingi yalijaribu kuonesha upendo. Alijaribu kuinua mwili wake, maumivu yakipenya kwenye mbavu, misuli yake ikiwa ni dhaifu kama mtu aliyeishi kwenye giza la bahari kwa muda mrefu. Hata hivyo, hasira ndani yake zilimpa nguvu zaidi kuliko dawa yoyote iliyokuwa ipo kwenye drip. Kwa nini uko hapa? Sauti yake ilikuwa ni nzito Victor, ikikatwa na ukavu wa koo. Eliana alisogea hatua moja mbele, akionekana kana kwamba alikuwa tayari kuanguka kwa huzuni. Victor, nimekuwa hapa kila siku. Nilikuwa kila siku? Victor alikatiza sentensi ya Eliana, akicheka kwa dharau isiyokuwa na furaha. Unamaanisha kwamba umekuwa hapa kuhakikisha uone kazi yako uliyoifanya, si ndio? Angalia sasa. Umefanikiwa. Mwezi mzima nikiwa nimepotea kwenye giza, nikikosa hata ndoto. Najua ulikuwa ni wewe uliyofanya haya, mimi kuwa katika hii hali. Victor, mimi? Unadhani mimi ndiye niliyekupa sumu? Victor mume wangu, hilo sio muhimu kwa sasa my love. Kwanza naanzaje kukudhuru mume wangu, naanzaje? Victor alitikisa kichwa, hasira ikitafuna maneno yake. Kwa sababu nilikuwa sikupendi. Kwa sababu kila mara nilipojaribu kukuamini ulikuwa unatafuta njia ya kunigeuza kuwa adui. Uliona kama kikwazo sana kwenye maisha yako ya kifahari. Ulidhani labda nikiondoka dunia yako itakuwa ni rahisi kisa tu sikukupenda eti. Kwa nini umenifanyia hivi Eliana? Hapo Eliana alipiga hatua moja nyuma kidogo, machozi yakivunja ukuta aliokuwa amejaribu kuujenga. Victor, sitawahi kufanya kitu kama hiko. Nilijua umelishwa sumu, na ndio maana nilikimbilia huku, nikiomba madaktari wakupambanie. Niliona jinsi walivyokuwa wakihangaika usiku kucha. Victor alimwangalia Eliana kana kwamba kila neno alilolisema lilikuwa ni sumu nyingine ikimwingia. Nisikilize Eliana.
usijifanye wewe ndo shujaa sana. Eliana, wewe ni mtu unayeweza kucheza na hisia za mtu kama ulivyofanya kwangu. Unaweza ukaingiza sumu kwenye chakula bila hata kutikisa mikono. Alipogeuza uso, akahisi uchungu mno. Eliana alihisi moyo wake ukikunjamana ndani ya kifua. Kwa miezi mingi alikuwa ameishi na kumbukumbu za Victor kabla hajapata ajali hiyo. Kumbukumbu za tabasamu lake, namna alivyokuwa akimlinda hata walipokuwa wakigombana. Na sasa kasimama mbele yake, aliona mwanaume ambaye macho yake hayakuwa hata na chembe ya huruma. Victor, naomba unisikilize, Eliana alisema kwa sauti iliyopasuka. Sina ushahidi wa kuthibitisha sasa, lakini mimi nitakuonesha ukweli. Nitatafuta kila mtu, kila ushahidi. Nisikilize Eliana, sihitaji ushahidi wako. Sitaki hadithi zako za huruma. Nilipokuwa nimefungwa kwenye giza, mwili wangu ukiwa uko dhaifu, nilikuwa na muda wa kutosha sana kufikiria. Na kila picha iliyopita kichwani mwangu ilikuwa ni wewe, ukitabasamu huku ukinikata roho. Sasa nimeamka na ninajua kitu kimoja tu, sitaki tena kuwa karibu na wewe. Maneno hayo yalikuwa ni kama kisu kilichochomekwa moja kwa moja moyoni mwa Eliana. Lakini kilichomuuma zaidi ilikuwa ni sauti yake. Ilikuwa si tu ya hasira, bali ya mtu aliyekata tamaa. Aliangalia mikono yake, akajaribu kuzuia machozi, lakini alipita tu. Victor, hata kama utanichukia, nitabaki hapa. Si kwa sababu nataka kukusumbua, bali kwa sababu bado nakupenda. Naamini siku moja utaujua tu ukweli. Victor aligeuka taratibu, macho yake yakakutana na Eliana kwa sekunde chache. Sekunde hizo zilihisi kama vile adhabu kwa wote wawili. Nisikilize, uwependa jinsi unavyojua. Lakini Eliana, kumbuka kwamba watu wanaoweza kudanganya moyo wanaweza pia kuua mwili. Na sina nafasi ya kuwa karibu na mtu kama huyo tena. Victor aligeuza uso wake mbali. Eliana alijua hakuwa amempoteza tu Victor, bali alikuwa pia amempoteza yule Victor wa zamani aliyeonekana kumvumilia walau kwa uchache. Alitoka wodini taratibu, hatua zake zikionekana kama mtu alibeba mzigo usioonekana, lakini wenye uzito mkubwa sana. Eliana alikuwa amebaki kimya, akijaribu kumeza maneno ya Victor yalikuwa bado yakiunguruma kichwani mwake kama radi ya mbali. Lakini kabla hajafika mbali, aliona daktari wa Victor akimfuata kwa haraka. Uso wake ulikuwa na ule muonekano wa mtu aliyebeba taarifa nzito, na tayari moyo wa Eliana ulihisi kitu kisicho kizuri. Eliana, daktari alianza kuita kwa sauti tulivu lakini yenye uzito. Nataka nikupatie taarifa ambazo naamini unapaswa kuweza kuzijua sasa. Daktari alisimama. Eliana alinua uso wake huku akijaribu kujipa ujasiri wa kusikia chochote kutoka kwa huyu daktari. Ndio daktari, nakusikiliza. Daktari alivuta pumzi ndefu na kisha akamwangalia moja kwa moja machoni. Victor, kutokana na athari za sumu aliyoipata na muda aliokuwa kwenye hali ya koma, mishipa yake ya fahamu imeathirika vibaya mno, na tumegundua amepooza kuanzia kiunoni kwenda chini. Hataweza kusimama wala kutembea kwa sasa. Naam, msikilizaji, taarifa hii ni kama ilimpa Eliana kisulisuli cha upepo wa baridi uliojaa vioo vidogo vidogo vilivyomchoma moyo. Alishindwa kuzungumza kwa sekunde kadhaa Eliana, akihisi mikono yake ikitetemeka. Macho yake yalibubujika machozi bila hata ya kuguswa. Alijua kuwa alikuwa tayari amechomwa na maneno ya Victor yaliyomkataa. Lakini sasa habari hii ilimvunja kabisa, kwa maana hataweza kutembea tena. Eliana aliuliza kwa sauti ya utaratibu, kana kwamba akiomba daktari atoe jibu la kupinga. Kwa sasa hapana. Lakini kuna matumaini. Tunapanga kumpatia tiba ya mazoezi maalum, lakini itachukua muda mrefu sana. Miezi, pengine hata mwaka au zaidi ya mwaka. Mpaka pale tutakapoweza kuona maendeleo. Na pia inategemea nguvu ya mwili wake.
na nia yake ya kupambana kurejesha mwili wake urudi katika hali ya kawaida. Kwa hiyo kwa sasa kutembea hatoweza. Eliana alifunika mdomo wake kwa kiganja. Machozi yalimtiririka maskini ya Mungu. Hakuona tena ile picha ya Victor aliyemkataa. Aliona mwanaume wake akiwa dhaifu, amenyang'anywa uwezo wake wa kutembea. Alilazimishwa kuishi kwenye kiti cha magurudumu. Aisee, Eliana moyo wake ulijawa na huruma, si kwa huruma ya kawaida bali ile ya ndani sana inayozaliwa na mapenzi ya kweli. Alipumua kwa shida na kisha akasema kwa sauti iliyovunjika, hata kama ananichukia, hata kama hataki kuniona, siwezi kumwacha. Sitamwacha. Daktari alimwangalia Eliana, akatabasamu kidogo kwa huruma na akasema, ni kweli ni vizuri kusikia hivyo kutoka kwako. Kwa sasa tunahitaji watu wa karibu wa kumtia moyo. Hata kama atakuwa ni mgumu, lakini wagonjwa waliopoteza uwezo wa kutembea hupitia mshtuko wa kiakili mkubwa sana. Eliana alitikisa kichwa taratibu, macho yake yakiwa yamejaa machozi, lakini ndani yake kukiwa kuna mwangaza mpya wa uamuzi. Nitakuwa pale kila hatua ya hii safari. Sitajali maneno yake, sitajali hasira yake. Ataweza kuniambia kwamba sikuhitaji zaidi hata 10,000, lakini mimi nitabaki kwake hadi siku atakaporudi kusimama tena. Au hata kama hatorudi kusimama kabisa, mimi nitakuwa naye tu siku zote za maisha yake. Eliana alijua atakutana na moyo baridi kabisa wa Victor. Atahisi ukuta wa chuki kila atakapomkaribia, lakini hapakuwa na kitu kinachoweza kumfanya geuke na kuondoka. Alimpenda mno Victor, hata kama penzi hilo lilikuwa likipigwa kwa mawimbi ya kutokuaminiana. Kwenye kichwa chake Eliana aliona taswira ya siku za nyuma, Victor akiwa amemshika mkono kwa nguvu wakati walipokuwa wakivuka barabara yenye msongamano. Victor alimfunika na koti lake siku ya baridi kali. Hata walipokuwa hawazungumzi kwa siku 2, taswira hizo ziliwasha moto wa ahadi moyoni mwake. Aliweka mkono kifuani Eliana na kisha akajisemea kimya kimya ya kuwa nitakuwa miguu yake, nitakuwa nguvu yake, hata kama atanisukumia mbali na maisha yake, lakini nitasimama pale pale. Aisee msikilizaji, kwenye maisha ukipata mwanamke kama Eliana, usimchezee. Mimi mwenyewe ngoje nimpate mwanamke kama Eliana nipende hivi. Mbona atakusimulia kwenye Nacha na watelekeza kabisa mashabiki zangu na kwenda kuhamia kwa huyo mwanamke atakayenipenda kama Eliana. Kama yupo jitokeze. Jitokeze, lakini utakubali kufa njaa ndugu yangu, maana sina hela. Basi bwana, Eliana aligeuka kuelekea kwenye korido ya hospitali, huku akijua safari hiyo mbele yake haingekuwa rahisi, ila moyo wake ulikuwa tayari kuibeba hiyo safari ya maisha mapya ambayo anakwenda kuyaanza na Victor. Mpaka kieleweke. Msikilizaji, siku ziliendelea kusonga mbele, huku Victor akiwa bado hospitalini. Mama yake Victor, yani mke wa makamu wa rais, alifika Scotland pia kwa ajili ya kuwa karibu na kijana wake. Siku zote Victor akiwa pale hospitalini alikuwa ni mtu wa kumsema tu vibaya Eliana, akiamini ya kwamba Eliana ndiye sababu ya yeye kuwa na ule ulemavu alioupata. Hali hii ilimfanya apate mfadhaiko mkubwa sana wa kimawazo. Ilibidi madaktari wamwandalie timu maalum ya wanasaikolojia kwa ajili ya kumweka sawa kiakili. Na kadiri siku zilivyozidi kusonga mbele, walau kidogo alipata auheni kwenye upande wa akili, lakini kimwili bado kulikuwa hakuna mabadiliko yoyote. Victor hakuwa tena kama yule wa zamani aliyeweza kutembea kiasi cha kuzunguka dunia akitumia pesa za baba yake. Victor wa sasa alikuwa ni Victor wa kitandani. Kitanda na yeye na kitanda. Miguu yake kwa sasa ilitegemea kiti mwendo, kiti cha magurudumu. Hakuwa na uwezo hata wa kukaa. Kila kitu ilikuwa ni lazima afanyiwe. Hakika hujafa hujaumbika. Victor hakuwahi kuwaza kama ipo siku kwenye maisha yake atafikia kuwa kwenye hali kama ile. Na kibaya zaidi, hata mpenzi wake Hafsa hakuwahi kumwona tena tokea alipomwacha siku ile kwenye ukumbi wa maonyesho. Kila alipokumbuka siku hiyo, alikuwa anaishia tu kulia Victor kwa uchungu, akiamini kwamba hiyo ndo ilikuwa siku aliyoharibu maisha yake. Kwenye moyo wake Victor hakuona tena kama kuna thamani kuendelea kuishi. Mara kadhaa akiwa hospitalini alionekana kukata tamaa ya maisha, lakini madaktari hawakuchoka kumpigania kwa kila namna walivyoweza. Aliendelea kusalia hospitalini mpaka siku ambayo madaktari waliruhusu ya kuwa
anaweza kutoka hospitalini ambapo atakuwa akihudhuria mazoezi tiba kila wiki. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya furaha sana kwa familia yake, kwani ingawa bado alikuwa amepooza, lakini kitendo cha kuruhusiwa kutoka hospitali kilitoa tafsiri ya kuwa huko mbeleni atapona ikiwa ameonekana kuimarika mdogo mdogo. Siku ambayo anatoka hospitalini, familia yake yote, yani Mheshimiwa Waziri Mkuu, mama yake mzazi, bibi yake pamoja na ndugu zake Victor walikuwa wameenda hospitalini kumchukua. Kutokana na furaha ambayo ndugu zake walikuwa nayo juu yake, hii kidogo ilimfanya na yeye atabasamu walau kwa muda tu. Kwa wakati huo Victor alijihisi kama akaungana tena na familia yake, ingawa haikuwa kama zamani, kwani kwa sasa alikuwa akitembelea kiti mwendo ambacho kilikuwa kina mfumo wa kujiendesha chenyewe. Hongera sana kijana wangu. Wewe ni simba mwanangu. Hii ni hatua nzuri sana umeipiga katika afya. Kwa uwezo wa Mungu utapona tu kijana wangu. Aliongea Profesa Mazanda, baba yake mzazi na Victor. Mama yake naye alimkumbatia kijana wake na kisha akamwambia, mfalme wangu wa moyo na mwili, nina furaha sana mwanangu kwa hatua hii. Ona sisi sote tuko hapa kuhakikisha unapona na unarudi tena kwenye hali yako ya awali. Usijali kabisa mwanangu, kwa sasa maradhi ni sehemu ya kipimo cha imani kwa mwanadamu. Sawa, chukulia hili kama mtihani wako kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na binadamu bora ni yule anayepambana kufaulu mitihani ya Mwenyezi Mungu. Kwa hakika utapona tu mwanangu. Nashukuru sana mama. Nashukuru nyote mliofika hapa kunichukua leo. Hakika mmeniheshimisha sana ndugu zanguni. Hapo bibi Victor alimsogelea mjukuu wake na kisha akamwambia, mjukuu wangu, na hii ni trailer tu, movie nzima iko nyumbani. Hebu tuanze safari sasa ukajionewe mwenyewe. Hapo watu wote waliacha tabasamu na kisha safari kuelekea kwenye jumba la Victor ambalo lipo pale pale Scotland ilianza. Baada ya dakika kadhaa, msafara wa magari yao ya kifahari yaliwasili kwenye jumba la Victor. Gari alilokuwa kapanda Victor lenyewe lilisimama mbele lango kuu la jumba hilo lililokuwa lina hadhi ya kifalme, hasa mara baada ya kufanywa marekebisho makubwa ya kiubunifu. Victor akiwa ameketi kwenye kiti mwendo cha umeme, alishusha pumzi ndefu. Moyoni alikuwa na mchanganyiko wa hisia, furaha ya kuwa nyumbani, lakini pia kivuli cha hali yake mpya. Mlangoni mapazia makubwa ya hariri yaliyokuwa yamepambwa na maua safi ya waridi yalitingishwa na upepo, yakionyesha mwanga wa dhahabu uliokuwa ukitoka ndani. Mara tu mlango mkubwa wa mbao mgumu ulipofunguliwa, kelele za shangwe, vigelegele vya furaha na midundo ya muziki wa taratibu vilivamia moyo wake. Karibu nyumbani Victor, karibu nyumbani. Sauti nyingi ziliungana zikipaza sauti ya upendo. Mwanangu, umefika nyumbani kwako. Ona hii zawadi yetu kwako. Tumefanya maboresho makubwa jumba hili ili liwe kama unavyopenda kijana wangu. Aliyezungumza hayo mama yake na Victor. Binamu yake Duncan naye alimtizama na kisha akamwambia, karibu nyumbani kwako kaka. Jumba lote lilikuwa limepambwa kwa ustadi usiokuwa na kifani. Kulikuwa kuna mapazia ya hariri yaliyoteremka kutoka kwenye dari, sakafu iliyong'aa kama kioo na meza kubwa za kifahari zilizokuwa zimepambwa na vinywaji vya kiwango cha juu, matunda yaliyopangwa kwa ustadi na milo ya kigeni iliyopikwa na wapishi maarufu kutoka London na Paris. Kila kona ilikuwa na harufu ya maua safi na bustani ya ndani ilikuwa imepambwa kwa taa ndogo ndogo zilizokuwa zimetoa mwanga wa dhahabu uliopendeza. Marafiki wa Victor, baadhi wakiwa ni watu mashuhuri wa biashara, wanasiasa na watu wa mitindo, walikuwepo wakimkaribisha kwa tabasamu na maneno ya faraja. Kamera za waandishi wa habari wachache waliokuwa wamepata mwaliko, kamera zao zilipiga picha kwa ustadi zikiweka kumbukumbu za siku hii muhimu kwa Victor. Victor alisukumwa taratibu kuelekea ndani kwenye ukumbi mkubwa wa wageni ambapo muziki wa taratibu ulipigwa na kikundi cha muziki wa moja kwa moja. Moyo wake ambao kwa muda mrefu ulikuwa umebanwa na hofu na maumivu ulianza kulegea. Angalau kwa sasa Victor alihisi amani.
Angalau leo kitimwendo hakikuwa ishara ya udhaifu, bali kilikuwa ni chombo kilichompeleka mahali pa upendo na heshima. Aligeuka taratibu, macho yake yakipita kwenye sura za watu waliokuwepo pale. Familia yake, marafiki wake wa kweli, watu waliokuja sio tu kwa sababu ya jina lake, bali ni kwa sababu walimpenda. Kwa muda huo, hasira na giza lililokuwa limemfunika wakati yuko hospitalini lilianza kutoweka taratibu. Kicheko kilianza kujaa hewani. Watoto ndugu zake walikimbia huku na kule wakimletea maua madogo madogo na kadi walizokuwa wameandaa wenyewe. Karibu nyumbani. Anko, karibu. Walipiga kelele kwa furaha na moyo wake ulihisi joto ambalo halikuweza kupimwa kwa pesa. Muda ulipoendelea, Victor alisogea kwenye kona tulivu ya ukumbi, akitazama kila kitu kwa macho yenye tafakari. Ndani yake aliwaza kuwa ingawa dunia yake ilikuwa imebadilika kabisa, pengine bado kulikuwa kuna nafasi ya kujenga upya maisha yake, labda kwa msaada wa watu hawa waliokuwa tayari kusimama naye. Ndani ya mapambo yote ya kifahari, maneno ya familia yake, vicheko vya marafiki, Victor alipata kitu cha thamani sana: amani ya moyo, hata kama ilikuwa kwa dakika chache tu. Wakati huo Eliana alikuwa amekaa kando ya dirisha refu la chumba chake, mikono yake ikiwa imeunganishwa kifuani kana kwamba alitaka kuzuia mioyo yake miwili isivunjike. Kutoka pale alipo, alipata mwanga wa kuona moja kwa moja kwenye bustani kubwa ya jumba hilo, ambapo sherehe ya kumkaribisha Victor ilikuwa ikiendelea kwa shangwe. Taa za bustanini zilikuwa zikimetameta kama nyota zilizoshuka duniani. Meza ndefu za chakula cha kifahari ziliangaza chini ya taa za dhahabu, na kicheko cha watu kilichanganyika na muziki wa taratibu kilisafiri kupitia upepo wa taratibu mpaka chumbani kwake. Alimwona Victor amekaa kwenye kiti chake cha magurudumu, akizungukwa na familia yake, akicheka, akizungumza na wakati mwingine akipiga makofi kwa furaha ya wimbo uliokuwa ukichezwa. Eliana alijikuta akitabasamu kidogo, lile tabasamu la huzuni lenye maumivu mazito ndani yake. Alimpenda Victor, hata kama hakusema kwa sauti, hata kama yeye mwenyewe hakuwa tayari kumkiri hadharani. Moyo wake uliumia kwa kutaka kuwa karibu naye, lakini alijua kama angelijitokeza pale, kama angesogea kwenye ile meza yenye kelele na kicheko, kungekuwa kuna ukimya wa ghafla na macho yangemwangalia kama mtu asiyetakiwa. Eliana alitulia, machozi yakianza kujaa kwenye kona za macho yake. Alipumua kwa nguvu, akitazama chini kwenye miguu yake kana kwamba kulikuwa kuna majibu pale. Alijua tofauti zao bado ni kubwa. Alijua maneno mazito ambayo Victor alimwambia hospitalini bado hayajafutika moyoni mwake. Siku ile alimwambia kwa uwazi kuwa hakutaka hata kumwona, na kumbukumbu hiyo bado ilikuwa hai kichwani mwake Eliana. Kwa hiyo alibaki tu pale bustanini kimya kabisa, akitazama maisha ya mume wake yakiendelea bila yeye. Kila mara alipomwona Victor akicheka na mama yake au kushika mkono wa baba yake kwa heshima, moyo wake Eliana ulipiga kwa nguvu, si kwa wivu bali kwa kutamani. Alitamani awe pale pembeni ya Victor, kumsaidia kusogeza kiti chake, kumshika mkono wake wakati muziki unachezwa, au hata kumpa tabasamu moja la kumtia moyo. Lakini nafasi hiyo haikuwepo. Alikumbuka vizuri Victor alivyokuwa kabla ya yote haya. Alikuwa ni Victor mwenye nguvu, mcheshi, mwenye moyo wa upendo. Hata pale walipokuwa na tofauti, bado aliamini kuwa kulikuwa kuna nafasi ya kuponya kila kitu. Lakini sasa tofauti hizo zilionekana kama ukuta mrefu uliotengenezwa kwa maumivu na mashaka ambao hakuna aliyekuwa tayari kuubomoa. Eliana alinyosha mkono wake kuelekea dirishani kana kwamba anaweza kumfikia Victor kwa mguso wa mbali, lakini vidole vyake vilipokutana na baridi ya kioo, alikumbatia ukweli: hawakuwa karibu tena. Angalau si kwa sasa. Aliendelea kumtazama kwa muda mrefu, macho yake yakipita kwenye kila hatari ndogo aliyokuwa akiifanya. Aliona jinsi ndugu zake walivyomzunguka, walivyomfurahisha. Aliona furaha ya kweli usoni mwa Victor, ile furaha ambayo kwa muda mrefu alikuwa hajaishuhudia. Na kwa moyoni mwake Eliana alijisemea taratibu, kama hii ndio njia pekee ya kukuona ukitabasamu, basi nitabaki hapa. Hapo Eliana alijisogeza karibu zaidi na dirisha, akayegemeza mashavu yake pale. Kelele za sherehe ziliendelea kuingia, zikimpa picha ya kila tukio. Alifurahia kimya kimya Eliana, ingawa moyo wake ulikuwa umebeba uzito wa upweke. Ilikuwa ni kama kutazama dunia nzuri kutoka nje ya mlango wa kioo. Unaona kila kitu, unasikia kila kitu, lakini huwezi kugusa hata tone la furaha hiyo.
Na kwa mara nyingine Eliana alijipa moyo kimya kimya. Hata kama hangeweza kuwa sehemu ya furaha hiyo leo, angelikuwa na matumaini ya kwamba siku moja Victor angeweza kumwangalia tena bila chuki moyoni. Siku moja angeweza kukaa kando yake kwenye meza hizo, akimshika mkono bila kuogopa ukimya wa ghafla kutoka kwa watu. Lakini hadi wakati huo aliendelea kukaa pale alipo Eliana, kimya, mbali, lakini moyo wake ulikuwa karibu naye kuliko mtu yoyote. Akiwa bado anatazama familia mumewe, ghafla mlango wa chumbani kwake si ukagongwa. Aliposogea na kufungua, alimkuta msaidizi wake Grace amesimama pale, sura yake ikiwa imebeba uzito wa jambo kubwa. Eliana. Grace alipumua kidogo na kisha akamwangalia moja kwa moja machoni. Polisi wamempata mtu aliyempatia sumu Victor. Eliana alishtuka, hatua zake zikitetemeka kwa sekunde chache. Hey. Ni nani? Nani kamfanyia hivyo Victor? Sauti yake ilitoka kama fukuto la pumzi. Grace alishusha macho kwa sekunde moja, kana kwamba hata yeye mwenyewe hakutaka kusema. Ni Maria, mmoja wa mahouse girl uliyemleta hapa ndani wewe mwenyewe. Maneno hayo yalimchoma Eliana moyoni kama kisu kilichochovya kwenye barafu. Alijihisi miguu yake ikipoteza nguvu. Aliketi taratibu kwenye kiti kilichokuwa karibu. Alijishika kichwa. Mimi? Nilimleta. Ndiyo, nilimleta mimi mwenyewe. Sauti yake Eliana ilivunjika, machozi yalianza kumtoka. Grace alimsogelea, akaketi karibu yake na kisha akamwambia, Eliana, lakini kuna zaidi ya hilo. Polisi wamesema Maria wamempata akiwa amekufa. Kuna mtu mwingine aliyemtuma. Mtu huyo hataki kujulikana na ndio maana kamuua kabla ili asiseme ukweli. Eliana alinyamaza. Ndani ya moyo wake huzuni na hatia vilichanganyika. Alijisikia kama vile alihusika moja kwa moja kwenye hilo. Hata kama hakutaka, alikuwa ndiye mlango wa muuaji kuingia kwenye maisha ya Victor. Maana yeye ndo kamleta huyo house girl Maria. Kamleta mule ndani. Lakini hata habari hii haikumletea faraja yoyote, kwa sababu hata kama wahalifu walikuwa wanagunduliwa mmoja baada ya mwingine, ukweli uliokuwa mbele yake haukubadilika. Victor bado alimchukia. Bado hakutaka hata kumtazama. Grace alitaka kusema zaidi, lakini kabla hajamaliza mlango uligongwa tena. Safari hii alikuwa ni mama yake na Victor, mwanamke mrefu mwenye uso wenye heshima na upendo wa dhati. Aliingia ndani huku akiwa amevalia gauni lake la kifahari la rangi ya samawati. Eliana mwanangu, alizungumza kwa sauti ya upole sana. Tafadhali hebu vaa vizuri. Njoo nje ujumuike na Victor na familia. Eliana alitazama chini, alitikisa kichwa taratibu. Mama, sidhani kama ni vizuri nikitoka pale na Victor akaniangalia. Anaweza kapoteza ile furaha aliyokuwa nayo muda huu. Mama Victor alisogea karibu naye, alimshika mikono yote miwili kwa nguvu ya upendo wa mama wa kweli, akamwambia, sikiliza Eliana. Wewe ni sehemu ya hii familia. Hata kama Victor ana maumivu moyoni mwake, hakuna mtu anayebeba ubaya juu yako hapa. Hata mimi najua moyoni mwako hutaki kumdhuru Victor. Hii ni sherehe ya familia na wewe ni familia. Eliana alihisi machozi yanamjaa tena, lakini sasa ni kwa sababu ya maneno hayo ya kutia moyo. Kulikuwa kuna tofauti kubwa kati ya kukataliwa na mume wake na kukubaliwa na mama mkwe wake. Mama, lakini alijaribu kupinga, lakini mama Victor alimkatisha kwa kumwambia hakuna cha lakini. Hebu vaeni vizuri. Leo nataka nione uso wako ukiangaza kwenye bustani hii kama inavyotakiwa. Alafu kwanza wewe ndo mama mjengo humo ndani. Sasa inawezekana vipi sherehe ikaendelea bila mama mjengo kuwepo? Hebu jiandae haraka utoke nje, sawa binti yangu? Eliana alivuta pumzi ndefu, akijua kuwa hakuwa na namna ya kuepuka wito huo. Ndani yake bado kulikuwa kuna hofu, lakini kwa mara ya kwanza alihisi kama pengine ana nafasi ndogo ya kukaa karibu naye. Bila kuchelewa,
Baada ya mama mkwe wake na msaidizi wake Grace kutoka mule chumbani, alianza kujiandaa. Alipomaliza, alisimama mbele ya kioo, akapiga pale hatua ya mwisho ya kutazama muonekano wake. Hakujua kama kilichokuwa kikipiga kasi kifuani mwake ni msisimko wa sherehe au hofu ya sura itakayomkuta pale uani. Gauni lake la rangi ya samawati iliyochanganywa na shaba ilipinda vizuri kiunoni, likifuata maumbo yake kwa ustadi wa kifahari. Nywele zake alizibana upande mmoja, zikishuka kwa mtindo uliokamilika, zikimwachia shingo yake ikiwa wazi kana kwamba ilikuwa ni sehemu ya sanamu iliyochongwa. Harufu nyepesi ya manukato yenye mchanganyiko wa vanila na maua ilijaa hewani, ikiambatana na pumzi yake zilizokuwa na mshindo wa hofu uliojificha. Aliinua begi dogo mkononi, alivuta pumzi ndefu na kisha akasogea kuelekea mlangoni. Hatua zake kwenye korido tulivu za nyumba hiyo zilisikika kama vile mapigo ya saa kwenye ukimya wa usiku. Kila hatua ilikuwa ina maana. Alikuwa akijiandaa kuingia kwenye uwanja wa watu ambao walimkaribisha kwa mikono miwili tangu siku aliyokanyaga hodi ndani ya familia hiyo. Alipofika ukingoni mwa ngazi Eliana, kelele za vicheko na sauti za mazungumzo zilikutana na masikio yake. Taa za ndani zilikuwa zinatoa mwanga wa dhahabu uliopinda juu ya kuta na samani, kuipa nyumba sura ya furaha na mapokezi ya kifamilia. Lakini yeye Eliana, ndani ya moyo wake alihisi kama vile alikuwa anatembea kwenye jukwaa la majaribu. Aliposhuka ngazi taratibu, macho yake yalikutana na macho ya Victor. Hakusema kitu, hata misuli ya uso wake haikutikisika sana, lakini Eliana kwa wepesi wa roho yake ya mwanamke alisoma haraka ile tabasamu ndogo isiyo na joto. Ilikuwa ni tabasamu la mtu anayevaa barakoa, barakoa ya adabu mbele ya watu, lakini ndani akibeba ukuta wa baridi. "Eliana, karibu," Victor alisema kwa sauti ya kawaida, akimnyoshea mkono kwa ishara ya kumkaribisha kwenye sherehe, huku macho yake yakimwangalia bila joto la upendo. Sauti yake ilikuwa imara, kana kwamba ilikuwa imepimwa na mizani ya kujizuia. Eliana hakusita, alipiga hatua na kupokea ule mwaliko wa mkono, akinyanyua mdomo wake kwa tabasamu dogo ambalo lilikuwa lina maana mbili: shukrani ya hadharani na kejeli ndogo ya faraga. Macho yao ilipokutana kwa sekunde moja, aliusoma ule ujumbe uliosema, "Bado hunitaki, lakini leo utanichezea michezo yako ya kuigiza mbele ya familia yako." Mazungumzo mezani yaliendelea. Wazee walicheka kuhusu kumbukumbu za zamani, vijana walizungumza juu ya mipango yao, na meza ilikuwa imejaa vyakula vilivyopikwa kwa ustadi. Eliana alikaa pembeni ya Victor, si kwa sababu alitaka, bali ni kwa sababu kiti hicho kilikuwa kimeachwa wazi kwa heshima. Alihisi mikono yake kitetemeka kidogo alipojaribu kumimina juisi kwenye glasi yake, akihisi macho fulani kutoka upande wa pili yakimchunguza. Victor kwa upande wake aliendelea na majukumu yake kama mwenyeji. Alimwaga kinywaji kwa wageni, alicheka kidogo pale walipozungumza naye, na kila alipomgeukia Eliana alionyesha uso wa mtu asina kinyongo, lakini hakuwa mjinga. Alijua kuwa Eliana anaona kila chembe ya uhalisia wake. "Victor," mmoja wa ndugu yake alisema hayo, "huyu shemeji leo amependeza kweli kweli. Hata mtu asiyekuwa na macho angeona hilo." Victor alitabasamu akimwangalia Eliana kwa sekunde chache. "Ndo zake kupendeza," alisema Victor taratibu, sauti kipenya na ukali usioonekana kwa wengine, lakini Eliana alisikia. Maneno hayo yalikuwa ni kama kisu kilichozungukwa kwa maua mbele ya watu. Eliana hakujibu moja kwa moja. Alinyanyua kinywaji chake na kunywa kwa umakini, kana kwamba alikuwa anakusanya nguvu. Ndani yake alijua kuwa hii ilikuwa ni michezo ya akili, mchezo wa nani ataonesha udhaifu kwanza. Mazungumzo yaliendelea huku muziki wa taratibu ukipiga kwa mbali. Victor aliendelea kujifanya hana tofauti naye. Victor alijifanya kama vile yeye na Eliana ni watu ambao hawana utofauti. Akamsaidia pale kummiminia maji, akampatia chumvi alipoiomba, na hata kumtazama mara chache kwa jicho la adabu. Lakini yote hayo ilikuwa ni mipaka ya ukuta wa chuki ambao haujavunjwa. Eliana akiwa na akili ya kuhesabu hatua, aliamua kujibu hivyo hivyo kwa kujivika barakoa ya amani, huku ndani akijua kwamba vita ya yeye na Victor bado inaendelea. Ilipofika wakati wa kutoa toast, yani cheers, Victor alishika glasi yake juu, akasema, "Kwa familia, kwa mshikamano na furaha bila kujali tofauti zetu. Cheers." Wote walishangilia,
Eliana alinyanyua glasi yake pia, alitabasamu taratibu, macho yake yakimtazama moja kwa moja Victor. Baada ya sherehe kuisha, tayari usiku ulikuwa umeshaingia. Eliana akiwa kwenye chumba ambacho siku zote alikuwa analala humo. Ghafla bwana Victor aliingia huku akiwa anajiendesha mwenyewe na kile kiti mwendo chake ambacho kilikuwa kina mfumo wa umeme wa kujiendesha chenyewe. Eliana alishangaa kwa namna alivyomtambua Victor. Hakufikiria kabisa kama anaweza kuja chumbani kwake tena usiku ule. Eliana akiwa kwenye mshangao huku macho yake yakiwa kwa Victor. Victor aliongea kwa kusema, "Nisikilize Eliana. Sitaki familia yangu wajue kama tulikuwa hatulali pamoja. Au tayari umeshawaambia?" Eliana alitikisa kichwa kuashiria kwamba hajasema chochote. Victor hakuongeza neno, badala yake alianza kutoka mule chumbani. Eliana alibaki anamtizama tu huku asielewe nini afanye. Akiwa tayari ameshatoka, ghafla kwa kasi ya ajabu alirudi tena na kusema, "We mwanamke, unasubiri nini sasa? Chumba cha mumeo hukijui?" Kauli hii ilimfanya Eliana apate furaha ya ajabu. Hakutegemea kama inaweza kufikia siku kama hii Victor akahitaji kulala naye pamoja. Bila kupoteza muda alimsogelea Victor huku akimwambia, "Sawa mume wangu, twende." Wewe, hebu subiri kwanza. Usishike kiti changu. Kina uwezo wa kutembea chenyewe. Kwa sitaki kuburuzwa. "Sawa mume wangu, nimekuelewa." Aongoza njia. Naenda kaka mazingira vizuri ili hata kama ikitokea mama kaingia asije kuhisi kama kuna mwanamke mwingine alikuwa mule ndani tofauti na wewe. "Unamaanisha nikatoe vitu vyote vya Hafsa? Si ndio mume wangu?" "Eliana, usinifanye nirudie mara mbili. Hujaelewa nini hapo nilichokizungumza?" "Amna mume wangu, basi nimekuelewa." Eliana kwa furaha ya ajabu alianza kupiga hatua kuelekea chumbani kwa Victor. Kama ni siku aliwahi kuwa na furaha juu ya hili penzi, basi ni pamoja na hii siku. Alipozama ndani ya chumba hicho, kwanza alitulia kwa muda kwenye sofa kubwa lililokuwa mule ndani. Alifumba macho na kisha kaanza kumshukuru Mungu kimoyomoyo. "Asante Mungu kwa hii hatua. Kama Victor amefikia hatua ya kuruhusu mimi nilale naye, ipo siku natumai ataanza kunipenda kama mke wake halali. Nashukuru sana Mungu kwa kunipa uvumilivu huu wa kusubiri hii siku aisee." Alipomaliza kushukuru, alifumbua macho na kisha kaanza kutazama kila kona ya chumba hicho. Kilikuwa ni chumba kikubwa chenye hadhi ya hoteli nyota 5. Kulikuwa kuna masofa ya gharama, kitanda kikubwa katikati, makabati ya nguo, viatu pamoja na mapazia makubwa yaliyokuwa yakipepea dirishani. Alianza kwa kutoa nguo zote za Hafsa zilizokuwa kwenye kabati moja la kushoto, na kisha baada ya hapo alihamia sehemu ya viatu ambapo aliondoa viatu vyote vya Hafsa. Alitoa mashuka ambayo Hafsa alikuwa akiyatumia kulala na Victor. Alihakikisha anaondoa kila kitu ambacho Hafsa aliwahi kukitumia pamoja na Victor. Wakati huo Victor alikuwa yuko nje akiongea na binamu yake Duncan. "Vipi kaka? Ndoa yako na mke wako inaendeleaje?" "Unajua Victor, mimi nashukuru Mungu kila kitu kiko vizuri. Inabidi sasa tuanze kuona wajomba ndugu yangu. Siku zinaenda ujue. Na au wewe uliona hilo Duncan?" "Una maana gani Victor?" "Namaanisha watoto." Mbona wewe huna watoto?" Mimi ni sawa kutokuwa na watoto kwa sababu ndoa yangu bado ni changa. Wewe ndoa yako ina miezi 6 sasa, kwa hiyo ilitakiwa mkeo awe mjamzito sasa hivi." Kama ni hivyo hata wewe ilitakiwa mkeo awe ni mjamzito sasa hivi." Mimi sifikiri kabisa kuhusu watoto. Alafu kwa hii hali yangu ya sasa napataje watoto? Na kwanza hao watoto nazana nani? Kaka, usiniambia kwamba bado hujamkubali Eliana. Mbona unaniangusha hivyo mzee mwenzangu? Hivi kwa dunia ya leo utapata wapi mwanamke mzuri wa kiwango cha Eliana na bado akawa analilia tu penzi lako, yani kana kwamba hakuna mwanaume mwingine ambaye atakayeweza kuwa naye? Duncan, unaongelea vitu gani sasa? Hili swala lipo wazi. Eliana mimi hakuwa chaguo langu. Victor, sio kila chaguo huja kwa wakati.
Kuna muda chaguo linaweza kuja wakati ambao hulihitaji, ila siku likiondoka ndipo utakapoweza kugundua kwamba umepoteza pakubwa sana. Kwa hiyo unataka kuniambia kama nikimwacha Eliana nitakuwa nimepoteza pakubwa? Tena sana. Tena sana. Yaani mno bro. Hebu angalia. Pamoja na vikwazo vyote ambavyo umempitisha, yeye bado kwenye akili yake anawaza kuhusu wewe tu. Kwa hadhi yake alikuwa na uwezo wa kuamua kufanya maisha yake mengine, lakini ona mpaka leo bado anawaza kuhusu wewe tu. Labda sikia nikwambie kitu kimoja kaka. Sio kwamba namtetea, ila hapa naongea kama mwanaume, kama rafiki, kama ndugu. Eliana yule ni wife material bro. Kama unataka kula watoto wa mjini, wewe pita nao tu kimya kimya, maana ndio tabia za vijana. Lakini linapokuja swala la familia, swala la mke, basi namba moja wako awe Eliana. Yule ni wife material kaka. Sijui kama unanielewa. Sawa. Ngoja tuone nini hatima yake, maana kwangu mimi bado simuoni yani. Simuoni kwa namna hiyo ambayo wewe unamuona wewe. Naam, msikilizaji, usiku ulipokolea, upepo baridi ulipiga kwa upole kwenye jumba hilo. Victor alisogea taratibu kuelekea chumbani kwake. Mwanga wa taa za koridoni ulipinda kando ya ukuta ukimpa kivuli cha mtu aliyechoka na mwenye mawazo mazito. Alisukuma mlango kwa kiganja chake, akitarajia kukuta kitanda kilichotandikwa kwa ustadi na ukimya wa kawaida, lakini kila alichokiona kilimfanya asimame pale mlangoni kwake kwa sekunde kadhaa. Chumba kilikuwa kimepambwa kwa namna ambayo alikumbuka vizuri tu, mapambo ya usiku wao wa kwanza baada ya ndoa. Mashada ya maua mekundu na meupe yalikuwa yametandikwa juu ya kitanda, na taa ndogo za dhahabu zilizotawanywa sakafuni zilitoa mwanga wa kupendeza, zikifanya kuta na dari ziwe na rangi ya joto la kimahaba. Kitanda kilikuwa kimefunikwa kwa shuka safi, shuka nyororo zenye harufu nyepesi ya manukato aliyoyapenda siku za nyuma. Na pale katikati ya chumba akasimama kwa namna isiyokuwa ya kawaida ya kuvutia. Alimwona Eliana. Alikuwa amevaa vazi la usiku la rangi ya damu ya waridi lililoshuka kwa upole kutoka mabegani na kufuata umbo lake kwa ustadi wa kimapenzi. Kila hatua aliyopiga ilipelekea kitambaa hicho cha silki kuteleza mwilini mwake, kikionyesha vivuli vya maumbo yake kwa namna ya kuchochea hisia. Nywele zake zilikuwa zimeachwa zishuke kwa uhuru, zikigusa mabega yake laini kabisa, huku macho yake yakimwangalia Victor kwa mwanga wa matumaini na upendo. "Karibu mume wangu," alisema kwa sauti ya upole yenye mchanganyiko wa furaha na mshindo wa moyo. "Nilijua leo unastahili kitu cha kiupekee. Baada ya yote uliopitia." Victor alibaki pale mlangoni, mikono yake ikiwa iko bado imebakia kushika mpini wa mlango. Macho yake yalizunguka chumba kwa mshangao, lakini zaidi ya hapo yalikaa kwa Eliana. Moyoni kulikuwa kuna mgongano mkali. Mpande mmoja ulikuwa ukimkumbusha chuki na mashaka aliyokuwa nayo wakati ule wa sumu, hofu na tuhuma, lakini kwa upande mwingine ulikuwa kwa kimya na wenye nguvu isiyoeleweka. Ulimnongoneza kwa kejeli, anawezaje kumkataa mwanamke kama Eliana mwenye uzuri usioelezeka? Eliana alisogea hatua moja mbele, macho yake yakimng'aria kwa upendo usiokuwa na kinyongo. "Victor," aliendelea kwa sauti ya upole, "najua tumepitia mengi. Najua umeniweka mbali moyoni mwako. Lakini leo nilitaka tu nikukumbushie kuwa mimi bado ni mke wako. Niko hapa. Sikuwahi kuondoka na nitaendelea kuwa na wewe. Mungu shahidi katika hili, kwa sababu wewe ndo hatima yangu niloichagua. Tambue kuwa nakupenda Victor." Maneno yake yalipenya kama mishale midogo ya joto moyoni mwa Victor. Alijaribu kujibu kwa mtindo wa kutokujali, akishusha pumzi na kisha akasema, "Nisikilize. Huhitaji kufanya hivi, Eliana.
Sauti yake ilikuwa ni dhaifu, kana kwamba alijua anatetea ukuta unaoanza kubomoka taratibu. Eliana hakusogea nyuma, badala yake aliketi pembeni ya kitanda akipapasa shuka taratibu kwa vidole vyake. Alimwangalia kwa macho yanayomwalika. Sijafanya kwa sababu unahitaji. Nimefanya kwa sababu nakupenda. Na sitaki uendelee kuishi ukihisi uko peke yako. Victor alisogea kidogo. Alisogeza kiti chake cha magurudumu kikipiga mlio mdogo sakafuni. Alimwangalia kwa macho ya mtu anayepambana na kitu ndani yake. Kwa nje anaonekana ni mgumu Victor, lakini kwa ndani ya moyo wake alikuwa anakosa neno. Ulimi wake ulitaka kusema nakupenda pia Eliana, lakini akili yake ilimkumbusha sumu, hofu na majeraha ya imani. Eliana. Victor alitamka jina la Eliana taratibu, kana kwamba alikuwa anajaribu kujitahadharisha asipotee kwenye mtego wa maneno yake matamu na uzuri wake wa kuvutia. Kuna mambo hatujayazungumza bado. Ndiyo. Alikubali kwa upole Eliana. Lakini sio kila kitu kinahitaji maneno. Wakati mwingine moyo una njia ya kueleza, mume wangu. Maneno hayo ilimwacha Victor akishindwa kujibu haraka. Alimtazama kwa muda mrefu, akaona sura ya mwanamke ambaye alipigana kutabasamu hata pale alipoumizwa. Mwanamke ambaye bado alibaki pale licha ya yote. Na kwa sekunde chache alihisi barafu moyoni mwake ikianza kuyeyuka, lakini kama mtu anayehofia kuamini tena, alijivuta nyuma akijaribu kudumisha umbali. Sio rahisi hivyo Eliana. Eliana alitabasamu kidogo, akijua kwamba hata kama hakuwa amemshinda leo, alikuwa amegusa mahali sahihi. Sio lazima iwe rahisi Victor. Inachohitajika ni moyo. Mwanga wa taa uliendelea kucheza ukutani. Maua yakiendelea kutoa harufu yake ya kupendeza. Ndani ya chumba hicho kulikuwa kuna ukimya uliojaa hisia, ukimya wa watu wawili wanaopambana kati ya chuki na upendo, historia na matumaini, baridi na joto. Na usiku huo Victor alijikuta akihisi kitu ambacho alikuwa akikikataa kwa miezi. Eliana bado alikuwa ni sehemu ya moyo wake, iwe alipenda au la. Njoo tulale sasa mume wangu, alisema Eliana huku akianza kuvua ile nguo yake ya kulia. Victor macho yalimtoka pale alipomshuhudia Eliana akiwa na vazi la ndani tu na sidiria. Alipoteza pumzi kwa sekunde moja. Mwili wake ulipata joto la ghafla Victor, kana kwamba damu yote ilikuwa imekimbilia sehemu moja. Macho yake yalimsaliti, yakitembea juu chini bila ridhaa yake. Alijua haswa alichokuwa nakiona. Mke wake, mwanamke ambaye kwa muda mrefu alikuwa anahisi kama adui, sasa alisimama mbele yake kama jaribu lililotuma moja kwa moja kuangusha ulinzi wake wa mwisho. Eliana alisogea hatua moja mbele, macho yake yakimkazia kwa upole na shauku. Sauti yake ilikuwa ni nyororo, yenye mchanganyiko wa upendo na ujasiri. Alihisi kifua chake kikisukuma pumzi nzito. Kila sauti ya Eliana ilikuwa ni kama muziki wa mbali, lakini sauti nyingine kichwani mwake ikimkumbusha sumu, hospitali na siku alizoamka akimwona pale kama kivuli cha maumivu yake. Usisahau sauti hiyo ilimwambia, huyu ndiyo chanzo cha mateso yako. Lakini macho yake hayakuweza kuondoka kwa Eliana. Aliona ngozi yake ikiwa iko chini ya mwanga, kiuno chake kikisogea taratibu. Moyo wake ulipiga haraka Victor, si kwa hasira bali kwa nguvu ile ya kuvutwa na kitu ambacho akili yake ilikuwa ikikataa katakata. Eliana alisimama karibu sana na Victor, hatua chache tu mbele yake. Alinama kidogo akimwangalia usoni kwa macho yenye maana ya moja kwa moja. Najua unajaribu kunikataa Victor, lakini siwezi kuomba msamaha kila saa kwa jambo ambalo sijalifanya. Na hata kama moyo wako unaniona kama mhalifu, mimi bado ni mke wako. Bado nataka kuwa karibu na wewe. Maneno hayo yalitikisa kitu ndani yake Victor. Alihisi mabega yake yakipoteza nguvu ya upinzani, lakini akakaza meno. Alijifanya bado ni mkali. Sidhani kama ni wazo zuri, alisema Victor kwa sauti ya chini, lakini macho yake hayakuwa na nguvu ya kugeuka kutoka kwake. Eliana hakusogea nyuma, badala yake alipiga hatua ndogo, akapiga magoti taratibu mbele yake, akimwangalia kutoka pale alipo, na kisha akapapasa mikono yake kwa upole, mguso ambao ulipeleka mshtuko wa joto hadi moyoni mwake.
Basi kaa tu hapa, usifanye chochote. Niruhusu tu nikukumbatie leo. Victor, niruhusu nikuhisi karibu yangu walau kwa mara moja tu mume wangu. Mishipa ya Victor ilipigana na moyo wake. Kila sehemu ya mwili wake ilitaka kuinua mkono na kumgusa, kuangusha kila kuta alizojijengea, lakini ubongo wake ulikuwa bado umeshikilia hofu na chuki. Alijua kama akilegeza hata kidogo tu, angetumbukia tena kwenye ule upendo ambao ulikuwa na nguvu ya kumsahaulisha kila kitu. Sekunde zilipita kwa ukimya mzito. Mwanga ulitengeneza kivuli kizuri cha sura ya Eliana, na macho yake yalikuwa yamejaa heshima, si ushindi, kana kwamba alikuwa tayari kukabiliana na chochote atakachoweza kuamua. Na hapo Victor alitambua kitu kimoja cha kutisha. Hofu yake si kwamba alimchukia Eliana, bali kwamba bado alimpenda zaidi alivyo tayari kukubali. Alipumua kwa nguvu, akageuza uso kidogo, akasema kwa sauti dhaifu kuliko alivyotarajia, Eliana, usinifanye nikasahau kwa nini nilikuwa na kuepuka. Naam. Maneno hayo ya Victor hayakuwa na uzito tena moyoni mwake kama awali. Badala yake moyo wake ulipiga kwa nguvu zaidi alipohisi harufu yake ikimzunguka, na joto la uwepo wake lilianza kuvunja ukuta wa barafu aliyoujenga kwa miezi. Wewe, unafanya nini sasa? Alifoka Victor, lakini kwa sauti ya chini. Eliana wala hata kutilia mkazo kelele zake. Alimlaza Victor kitandani na kisha akampandia kwa juu. Msikilizaji, usiku ulikuwa umetulia, ukisindikizwa na sauti za upepo laini ukipita kwenye mapazia marefu ya hariri. Mwanga wa taa ndogo ya pembeni ulitupa kivuli cha dhahabu juu ya vitambaa vya kitanda, ukitengeneza taswira ya amani muda mfupi. Victor alikuwa amelala kitandani, macho yake yakimtazama Eliana aliyekuwa juu yake. Alijitahidi kujiondoa kwa binti huyo aliyoonekana kuwa na uchu wa huba kwa siku hiyo, lakini Eliana hakuwa na nia kabisa ya kumwachia. Alijisogeza taratibu, kitambaa cha shuka kikapanda juu yake na kufichua ngozi yake nyororo iliyong'aa kwenye mwanga. Alimwangalia Victor kwa jicho la chini, kama anaichunguza mlango wa roho yake. Mume wangu, alisema kwa sauti ya upole, ikipenya moja kwa moja kwenye moyo wake. Hakusubiri majibu, badala yake alijisogeza zaidi, mikono yake ikianza kusafiri juu ya kifua chake taratibu, akichora mistari midogo kwa vidole vyake. Victor alishtuka kwa kuguswa, akamshika mkono wake. Eliana, ebu acha. Sidhani kama Nyamaza. Eliana alimkatisha Victor huku akimwangalia kwa macho ya ombi na mapenzi. Usiseme chochote leo. Hebu niruhusu tu nikuhisi nitakavyo mume wangu. Alianza kupapasa kifua chake kwa ustadi wa upole na uthubutu kwa wakati mmoja. Miguso yake haikuwa ya haraka bali ya makusudi, ikimfanya Victor asahau kwa sekunde chache kwamba bado anajaribu kumpinga, lakini akili yake ilimkumbusha ukweli mchungu. Kuanzia kiunoni kwenda chini, hakuwa na uwezo tena wa kuishi kwa namna aliyowahi kwa sababu bado alikuwa kapooza. Hata hivyo, Eliana hakujali hilo. Kwenye moyo wake aliamini kauli ambayo aliitamka mwenyewe kanisani ya kuwa atakuwa na Victor kwa hali na mali mpaka pale kifo kitakapoweza kuwatenganisha. Kwa hiyo kupooza kwa Victor hakukuwa sababu ya yeye kushindwa kufurahia mwili wa mumewe. Alisogea karibu zaidi, akabusu bega lake, shingo yake na hatimaye sikio lake. Kila busu lilikuwa lina joto la upendo, upendo ambao hakuwahi kuacha hata pale alipokataliwa. Harufu yake manukato laini iliingia moja kwa moja kwenye kumbukumbu za Victor, ikimrudisha siku walizokuwa hawajaguswa na kivuli cha chuki na kutokuaminiana. Mungu wangu Eliana. Victor alijikuta akipumua kwa sauti ya chini, nusu kama ombi, nusu kama lawama, lakini Eliana hakuacha. Aliweka uso wake karibu na wake, midomo yao ilikaribiana kiasi cha kutuma mshtuko wa umeme mwilini mwake. Victor alijaribu kugeuza uso wake pembeni, lakini moyo wake na pumzi yake vilimsaliti. Alijua hana uwezo wa kushiriki tendo hilo kama zamani alivyokuwa akifanya kwa mademu zake, lakini kila alichokuwa akikihisi sasa hakikuwa cha mwili wake pekee,
ilikuwa ni chembe ya faraja aliyokuwa ameitafuta bila kujua. Kichwani alijaribu kujiambia kuwa hili halina maana, ya kwamba bado anamchukia Eliana, lakini hisia ndani ya kifua chake zilikuwa zikituma ujumbe tofauti. Miguso yake, harufu yake na joto la mwili wake vilikuwa kama dawa isiyokuwa na kizuizi, vikivunja ukuta wa barafu aliyokuwa ameujenga kwa miezi. Eliana alishusha midomo yake taratibu, ikakutana na midomo yake kwa buso la kwanza la muda mrefu sana. Haikuwa buso la kishindo, bali la upole wenye nguvu ya hisia, kana kwamba alikuwa akimwambia kupitia mguso huo, bado wewe ni wangu na mimi bado ni wako. Victor hakumsogeza mbali, aliruhusu buso hilo likae, japo macho yake yalibaki yamefungwa, akijaribu kuzuia mafuriko ya hisia yanayoibuka. Alipohisi moto huo unazidi kupanda, alivunja busu, akapumua kwa nguvu. Usifikiri kwamba hii itabadilisha chochote, alisema kwa sauti ya chini, akijaribu kurejea ukali wake, lakini ndani nafsi yake alijua amepata kitu ambacho alikuwa kikikosa. Hata kama hakikuwa kwa maana ya kimwili alivyotarajia, alijua bado kuna sehemu ya moyo wake ambayo Eliana alikuwa na ufunguo wake, na hakujua kama angeweza kuifunga tena. Eliana alitabasamu kwa upole, aliweka kichwa chake kifuani kwake. Sawa mume wangu, usijali, wacha tu tulale sasa. Lakini moyoni mwake alijua kwamba leo alikuwa amevunja ukuta mwingine katika moyo wa Victor, na hilo lilimpa tumaini jipya. Walijikuta wakilala pamoja, huku Victor akiwa na hisia mseto moyoni mwake. Upande mmoja wa moyo wake ulionekana kuvutiwa na Eliana, lakini upande wa pili bado ulimwambia kuwa Eliana sio mwanamke wa daraja lake. Kulipokucha asubuhi, alijikuta akiwa ndani ya kitanda peke yake. Kwa kuwa hakuwa na uwezo wa kutembea na istosha alihitaji kwenda msalani, ilibidi ashike simu yake kumuita mama yake. Lakini kabla hata hajafanya hivyo, Eliana aliingia mule chumbani akiwa na tabasamu lililoangazia chumba kizima kwa furaha ya milele. Mkononi Eliana alikuwa na sahani ya matunda pamoja na juisi fresh aliyokuwa ameandaa kwa mikono yake. Habari za asubuhi my daddy. Umemkaje my husband? Aliongea Eliana huku akiacha tabasamu ambalo kimsingi lilimvuruga sana Victor. Ndani ya moyo wake alikiri kuwa Eliana ni mwanamke mrembo mno, lakini hata hivyo akili yake iliendelea na ukaidi wa kupinga hilo. Sikia wewe, hebu mwite houseboy mmoja aje kunisaidia, nataka kuingia msalani, fanya haraka. Mume wangu, houseboy wa nini? Kama ukimwita houseboy sasa, kwa mimi kazi yangu itakuwa ni ipi mume wangu? Hili ni jukumu langu mume wangu. Sogea hapa basi nikupeleke msalani. Victor aling'aka kana kwamba sio yeye aliyefurahia kupeana mabusu na Eliana jana usiku. Hebu niache wewe. Sikia, na kuona tu jinsi unavyojibebisha kwangu. Unadhani sijui kama unajaribu kutumia huu ulemavu wangu kama chanzo cha kunivuta kwako kihisia? Unadhani kwamba sioni hilo? Jamani mume wangu, umesema kwamba unataka kwenda msalani. Twende kwanza, alafu baada ya hapo ndo uanze kunisema sawa my king. Hebu nikalie kushoto wewe. Kwanza unapaswa kujua kwamba bado upo hapa mpaka sasa hivi kwa sababu naumwa. Tofauti na hapo, usingekuwa hapa mpaka sasa hivi. Sawa, nakuelewa mume wangu. Twende kwanza basi msalani. Sitaki bwana, nimegairi. Victor jamani, huo ni ujeuri sasa unaouleta. Hivyo una kichwa kigumu kuelewa, si ndio? Nimesema sitaki shobo, alafu kwanza usinizoeze wewe. Aliongea Victor huku safari hii haja ndogo ya asubuhi ilionekana kuzidi kumbana. Eliana alielewa kuwa Victor alikuwa amebanwa na haja ndogo, ila kiburi bado kilionekana kutawala kwenye akili yake. Kwake alielewa hilo na wala hakutaka kumsemesha tena. Alimnyanyua kwa nguvu na kisha akamweka kwenye kiti chake na kisha akamuingiza msalani. Kwa kuwa mkojo ulikuwa umembana sana, Victor ilibidi kwanza ajisaidie, na baada ya hapo alipotoka alipomkuta Eliana akiwa amejiachia mbele ya kioo huku akichana nywele zake kwa mapozi mithiri ya binti wa kifalme, akamwambia, "Sikiliza wewe Eliana. Hili unalolifanya ipo siku utalilipa. Na kuapia Eliana." Una maana gani mume wangu? Huwezi kunifanya mimi mtumwa wako kisa tu nimekuwa ni mlemavu.
na kuambia lazima nikuadabishe kwa hili. Naam, Eliana badala ya kumjibu mume wake, ndio kwanza alijitazama kwenye kioo na kisha alimgeukia mume wake na kumuuliza kwa mapozi. My love, vipi hapo? Naonekanaje? Mali yako imependeza, si ndio? Ingawa moyoni Victor alikiri ni kweli Eliana kapendeza, lakini mdomoni hakuwa tayari kukubali hilo. Hujapendeza wala nini? Kwanza toka lini wewe ukapendeza? Unasema kweli au unasema hivyo ili kunikasirisha tu? Sio kukukasirisha tu, bali nataka ujue kabisa kwamba hujawahi kupendeza wewe. Basi kama ni hivyo, hilo haliwezi kutokea kwa sababu sijawahi kuchukia maneno yako mume wangu. Ingawa kuna muda yananivunja moyo kabisa. Alafu kwanza tunachelewa, tunatakiwa kujiandaa kwa safari. Safari? Safari ya wapi? Bibi yako akasema leo kuna mtoka kifamilia. Kasema muda gani? Kama dakika 10 zilizopita kabla sijaja humu chumbani kwetu. Sikiliza, nenda kamwambia kwamba mimi siendi. Eliana alisogea pale alipokuwa Victor na kisha kwa hisia kali akaanza kuongea. Victor, my love, usifanye hivyo. Itamuudhi bibi yako. Nifanyie hivyo mimi mkeo kwa sababu nishazoea. Nisitoshe mimi bado ni msichana, naweza nikavumilia, lakini kwa bibi yako umri tayari umeenda. Taarifa kama hiyo ya kugoma inaweza kumuumiza sana na pengine kumpandisha pressure. Unajifanya umekuwa daktari, si ndio? Hapana. Mimi naongea tu kile ambacho nakiona na kukijua. Kwa hiyo anataka tuende wapi bibi? Unamjua vizuri bibi yako. Hiyo ni surprise kwake, maana hajamwambia yoyote tunapokwenda zaidi ya kusema tu tujiandae wote. Kwa hiyo na wewe unaenda pia huko, si ndio? Yeah. Kama nani? Unaenda kama nani? Jamani, mimi sinaenda kama mke wako. Sikiliza wewe. Hii mipango yako mimi naijua, sio kama sijui. Unataka kutumia hii fursa kama ulivyowahi kujifanya house girl wakati tuko Tanzania. Sasa nikwambie tu kitu kimoja, unajisumbua. Yaani unajisumbua bure kwa sababu hakuna kitakachoweza kubadilika kwangu. Mimi hata sitaki ubadilike mume wangu. Nataka uwe hivi hivi kwa sababu ndio nilivyokupendea ukiwa uko hivi. Kitu pekee ninachokitaka kutoka kwako kwa sasa ni kuona tu unakuwa kuna furaha, lakini pia unapona hili tatizo la kupooza mume wangu. Hapo kabla Victor hajajibu chochote, sauti ya mama Victor kutokea nje ya chumba chao ilisikika ikisema kwamba naweza nikaingia wanangu. Ingia tu mama. Mama Victor alipoingia alimkuta Victor akiwa bado hajajiandaa. Moja kwa moja alijua kuwa tayari alikuwa amemgomea mkewe. Mwanangu vipi, mbona hujajiandaa? Tunaenda wapi mama? Hata sijui mwanangu. Unamjua bibi yako ya kuwa hatabiriki na safari zake. Sawa mama, lakini kuna jambo nahitaji. Sema tu mwanangu. Naomba unitafutie mtu wa kuwa ananiandaa. Kwa nini mwanangu? Mkeo si yupo? Mama, hili ni swala langu mimi binafsi. Sasa niambie utanitafutia au nitafute tu mimi mwenyewe? Haya, sawa nitafanya hilo, ila kwa sasa jiandae kwanza. Sawa mama. Mama Victor alitoka huku akiwasisitiza kuwa wajiandae haraka kwa kuwa mama yake alimwahidi kumletea mtu wa kuwa anamwandaa kwa muda huo. Aliona sio mbaya kukubali kuandaliwa na Eliana. Eliana alimuingiza bafuni, akamwogesha tena ingawa hakutoa nguo zote mwilini. Victor hakuwa tayari Eliana aone maumbile yake, hasa akiwa katika hali ile ya kupoza mwili. Eliana alimuelewa, aliamini ya kuwa kukaa naye karibu na kumsaidia Victor kwa kila hali, hii itamfanya Victor pengine aanze kumpenda. Baada ya kumwogesha, alimvalisha nguo nzuri. Siku hiyo Victor alitoka kibisho. Alikuwa kavaa t-shirt nyeupe ndani, huku kwa nje alikuwa amevaa koti jeusi. Kwa chini alivalia jinsi kali sambamba na viatu vikali vya gharama. Alionekana kama kijana fulani hivi anayeendana na mtindo wa kisasa wa kimavazi. Walipotoka nje, waliingia kwenye magari kama familia na kisha safari kwenda airport ikaanza. Victor aliketi kwenye kiti cha magurudumu upande wa nyuma wa gari la kifahari lililokuwa limetengenezwa kwa ajili yake. Pembeni yake alikuwa mama yake,
huku bibi yake na baadhi ya ndugu zake wakiwa kwenye magari mengine yaliyofuatana nyuma. Eliana aliketi kwenye gari moja na Grace pamoja na binamu wa Victor. Alivaa gauni la rangi ya samawati lililomchora kipekee, sura yake ikiwa na tabasamu la heshima, huku ndani yake moyo ukicheza mchanganyiko wa furaha na tahadhari. Walipofika kwenye uwanja wa ndege, ndege binafsi ya kifahari ya familia ya Victor ilikuwa tayari. Ndege hiyo ilikuwa na rangi ya fedha iliyong'aa, ikiangaza kwa mwanga wa asubuhi, na ngazi zake za kuingia zikiwa zimefunikwa kwa zulia jekundu. Wafanyakazi wa ndege waliwapokea kila mmoja kwa heshima, wakisaidia kuinua kiti cha magurudumu cha Victor kuingia ndani. Ndani ya ndege kila kitu kilikuwa ni cha kifahari mno: viti vya ngozi laini, meza zenye vinywaji vya gharama, na dirisha kubwa lililoruhusu kuona anga kwa uwazi. Ndugu wa Victor walionekana na furaha isiyokuwa na kificho. Mama yake alikuwa akizungumza na Eliana, akicheka mara kwa mara kana kwamba walikuwa ni marafiki wa muda mrefu. Hata bibi yake Victor alimshika mkono Eliana na kumwambia, "Ni vizuri sana kukuona tena kipenzi." Victor alitazama yote hayo akiwa kimya. Moyoni kulikuwa kuna mgongano. Upande mmoja alijua familia yake ina moyo mpana, lakini upande mwingine alihisi kama furaha yao ni kwa Eliana. Kwa nini hawaoni kile ninachokiona mimi? Alijiuliza kimya kimya, akielekeza macho yake kwenye dirisha, akitazama mawingu yakiwa yanakata kwa mwendo wa ndege. Safari ilipita haraka kwa sauti za mazungumzo na kicheko cha mara kwa mara. Eliana alionekana akipiga picha na binamu wa Victor, akionyesha tabasamu lake ambalo lilikuwa limepotea kwa muda mrefu. Kila mara macho yake yalirudi kumtazama Victor, kana kwamba anataka kumshirikisha kwenye furaha hiyo, lakini alipokutana na uso wake usio na tabasamu, alijua vizuri kubaki kimya. Baada ya saa chache, ndege ilianza kushuka, ikipenya juu ya anga ya samawati iliyo wazi na kufichua kisiwa cha kipekee kilichoonekana kana kwamba kimetolewa kwenye hadithi. Kisiwa hicho kilikuwa na pwani yenye mchanga mweupe kama unga wa lulu, maji ya bahari ya rangi ya bluu, na misitu midogo ya mitende iliyotikiswa na upepo baharini. Katikati ya kisiwa kulikuwa kuna jengo kubwa la kifahari lililojengwa kwa mawe meupe na paa la rangi ya dhahabu, hoteli binafsi ambayo familia Victor ilikuwa imekodisha kwa siku kadhaa. Waliposhuka, hewa safi ya bahari iliwapokea kwa kicheko cha mawimbi yaliyopiga pwani kwa upole. Wafanyakazi waliokuwa wamevaa mavazi ya mapokezi ya kitamaduni walipiga tarumbeta dogo na kutoa maua ya shingoni kwa kila mmoja aliyeingia. Mama wa Victor alimvalisha Eliana shada la maua, akimkumbatia kwa upole, kitendo ambacho kilimfanya Victor ahisi mshindo wa hisia wa ajabu, mchanganyiko wa wivu usiokuwa na maana na ugumu wa moyo. Familia ilikusanyika kwenye ukumbi wa mbele wa jengo, ambapo meza kubwa ilikuwa imeandaliwa na vinywaji vya matunda vilivyokuwa vimepambwa vizuri kabisa. Kila mtu alionekana ni mwenye furaha, akizungumza, akicheka na kufurahia mandhari haya. Eliana aliketi karibu na bibi wa Victor, akimsikiliza akimsimulia hadithi za zamani, macho yake yakionyesha heshima na moyo wa karibu. Victor aliendelea kumtazama kwa mbali, akiwa na mawazo yasiyokoma. Kwa sehemu fulani, unajua, hakupenda kuona jinsi Eliana anavyoweza kuunganishwa vizuri na familia yake, kama vile alipoteza nguvu ya picha aliyojenga ya kwamba Eliana ni adui. Lakini pia kwa undani zaidi kulikuwa kuna kitu kingine, hofu ya kwamba huenda yeye pekee ndiye aliyebaki kwenye kivuli cha chuki kwa Eliana, huku wengine wote wakiwa tayari wameshamsamehe au hata kusahau kosa aliloliona kwake. Kisiwa kilijaa mandhari ya kupendeza, lakini kwa Victor siku hiyo ilikuwa ina maumivu ndani yasiyoonekana na mtu yoyote isipokuwa yeye mwenyewe. Ilipofika jioni, wakiwa wameketi nje ya jumba hilo la hoteli kama wanafamilia, Victor alimtazama mkewe na kisha akasema, "Eliana, kuna sehemu nataka tuende sasa." Eliana wala hakutaka kuhoji ni wapi huko wanakokwenda. Alisimama na kisha huyo akaanza kuondoka na mumewe ambaye alikuwa yupo kwenye kiti mwendo. Walichukua boti ambayo iliwatoa kwenye kile kisiwa, na baada ya kufika upande wa pili, moja kwa moja walielekea kwenye jengo kubwa la hoteli. Walipoingia ndani, walizama mpaka kwenye ukumbi wa mikutano wa hoteli hiyo. Muda wote huo, Eliana alikuwa anashangaa tu, maana hakuwa anajua sababu ya Victor kumleta mahali hapo. "Tumekuja kufanya nini hapo mume wangu?" aliuliza Eliana. Victor akamwambia, "Wewe tulia tu kwanza. Utajua tu kila kitu muda si mrefu." Kweli bwana, baada ya kama dakika mbili aliingia mwanaume mmoja mtu mzima
aliyekuwa amevalia suti nyeusi huku akiwa na makabrasha mkononi mwake. Alisalimiana nao na kisha Victor akasema, Eliana, ulikuwa unataka kujua nini kimetuleta hapa, si ndio? Ndio. Okay, vizuri, alijibu Victor na kisha akampa ishara yule mwanaume aanze kuongea. Madam Eliana, mimi naitwa wakili Edward Setele. Kimsingi niko hapa kwa maagizo ya mume wako. Ni kwamba mume wako ameandaa ofa kubwa sana kwako ikiwa utakubali nitakachokisema. Wakili, ofa gani hiyo? Victor ameandaa milioni 600 kwa ajili yako ikiwa utasaini hii hati ya talaka baina yenu. Aliongea yule wakili huku akiwa amempatia Eliana ile hati. Kwanza Eliana alitabasamu, akamtazama Victor na kisha akasema, Victor, nini na maana kwamba umenileta huku kwa ajili ya hili? Sikiliza Eliana, tufanye makubaliano, chukua hizo pesa ukafanye maisha yako. Victor, nimekuita mara 3 hali ya kuwa upo pembeni yangu. Unajua ni kwa nini? Wala sihitaji kujua mimi. Utahitaji tu kujua. Utahitaji Victor kujua. Hivi unafikiri mimi nilikubali kuolewa na wewe kisa pesa? Kwa akili yako nadhani mimi sina pesa? Au umesahau kwamba mimi ni mtoto wa nani, si ndio? Hebu acha kuichosha nafsi yako Victor. Wewe na mimi ni kuachana, labda kutakuwa ni kwa namna moja tu, kifo, na sio vinginevyo. Aliongea Eliana huku akianza kuichana ile hati ya talaka vipande vipande. Victor alichukia lakini hakuwa na cha kufanya. Eliana alimtazama yule wakili na kisha akamwambia, wewe wakili, wewe nenda tu bana, hapa hakuna ndoa inayovunjika. Baada ya wakili kuondoka, Eliana alimtazama tena Victor na kisha kwa upole akamwambia, Victor, nilichagua kuwa na wewe kwenye maisha yangu. Kama siwezi kuachana na wewe. Kama unahisi hii ulionayo sasa hivi ndio sababu ya mimi na wewe tuachane, hapana. Hapana Victor, turudi sasa kisiwani mume wangu. Victor alichoka hoi. Hakuwa na namna nyingine zaidi ya kuanza kurudi kisiwani. Walipanda tena ile boti tayari kwa kurudi kisiwani. Wakati huo tayari jua lilikuwa limeanza kuzama, likichora upeo wa bahari kwa rangi za machungwa, waridi na dhahabu. Mawimbi madogo yaligonga upande wa boti ya kifahari iliyokuwa ikielea kwa upole katikati ya maji ya kisiwa hicho. Ndani, Victor alikuwa amekaa kwenye kiti maalum cha magurudumu, akitazama upepo wa bahari ukicheza na nywele za Eliana. Alisimama pembeni, akishikilia machuma ya boti kwa mikono yake membamba. Harufu ya chumvi na upepo wa jioni ulileta utulivu wa nadra katika maisha yao yaliyotikiswa na misukosuko mingi mno. Ni tulivu sana hapa, Eliana alisema kwa sauti ya upole, akimtazama Victor kwa tabasamu la heshima, lile lisilolazimisha chochote lakini likibeba matumaini ya upya. Lakini kabla Victor hajajibu, mlango mdogo wa sehemu ya ndani ya boti ulifunguliwa kwa kishindo. Kivuli cha mtu kilitokea, na pale alipokanyaga sura yake ilijulikana kwa mara moja. Alikuwa ni Ademola. Macho yake yalikuwa ni makali kama mtu aliyepoteza ustahimilivu. Bwana, Ademola ametokea mbele ya Victor pamoja na Eliana, na anaonekana yuko very serious, mkavu, mtu mwenye hasira. Sasa nini kitaendelea hapo? Patamu hapo. Bwana, usikose katika sehemu inayofuata, itakuwa ni sehemu ya 18, mzigo mtamu wa kuitwa Sweet Love. Mimi naitwa Uncle J ndiye niliyekusimulia. Asante na kwaheri.